uponyaji. Ninaiona ile nguvu ya uzima, ninaiona ile nuru ya Bwana mahali hapa, ninaona baraka mahali hapa, ninaona neema mahali hapa, ninaona ile nguvu ya Bwana ikitembea, ninaona nguvu ya Bwana ikitembea katika jina la Yesu. Ninaiona ile nguvu ya Bwana katika jina la Yesu. Niabosha tabo kataba niaboka besia niaboka niapata ebesia niaboka niaboka niabosha niaboka niaboka ebesia niaboka basi. Asante Yesu. Asante Yesu. Taliha bakuri abahakalia bana imetaliga roba shaka ivarusha bayakati ya maga izibra atabakuna bana. Baba, ninaomba kwa saa hii neno la uzima, anaenda kusikia maneno ya uzima. Bwana, fungua masikio yake, fungua fahamu wake Baba, ukamtie nguvu tena Baba, ukampe ujasiri tena Baba, ukaachie neema juu yake. Asante Yesu. Shamana na mwisha. Mungu akubariki sana. Tena kwa neno la uzima. Tena kwa neno la uzima. Na ni siku njema tena. Mungu akubariki wewe unayetusikia kwa njia ya mtandao. Na Mungu akutie nguvu. Lakini mimi akubariki, Mungu akubariki pia ambaye uko mahali hapa. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tunapojifunza somo la leo ni tutajifunza kwa habari ya neema na siri kubwa sana ambayo iko kwenye neema, na tutaona kibali cha Mungu kikubwa sana, na tutajifunza vitu vipana mno kwa habari ya neema. Asante Yesu. Parusha baati ya bakaye liboro shiva akaya dakasi. Jesus is Lord. Tumekuwa na wiki nzima ya ushindi na neema na amani sana. Tumekuwa na wiki ya ushindi na amani sana. Hapo sawa. Asante Yesu. Okay. Labda ningebalansiwa hiyo mic nyingine hata kama itakuwa kwa sauti ya chini tu, ili tuweze kwenda hapo sawa. Asante Yesu. Jesus is King. Mungu tumekuwa nimeona, nilikuwa ni wiki ya ushindi sana, na tumeona neema ya Mungu. Somo langu taandika ukama ujificha kuhusu neema, au ukweli kuhusu neema, na nitaingia ndani sana hapo. Kwenye ukweli unaojificha kuhusu neema, na tutaona kibali cha Mungu sana na neema ya Mungu kubwa. Tunaweza kujifunza kwanza neema ni nini. Tunaanza hapo. Neema ni nini kwanza? Neema ni nini? Neema ni kitu ambacho mtu amepewa lakini hakustahili.
What is the grace? The grace is something you did not sweat for, something you did not work for. That's what we call grace. It's something we did not sweat for, something we did not work for. Ni kitu ambacho hatukukifanyia kazi na hakuna mtu yeyote alikifanyia kazi, au hakuna mtu ambaye alikilipia gharama yoyote. Tunazungumza kwa habari ya neema, tunazungumza kwa habari ya something you did not work for, something you did not sweat for. Kitu ambacho hujakitolea jasho na wala haujakifanyia kazi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hukuvitolea jasho na hujavifanyia kazi, tunaita neema. Tunaita neema. Ukienda kwenye maandiko, kitabu cha Tito 2:11. Angalia Tito 2:11. Tutaipata hiyo. Tito 2:11 tutafika hapo kwa neema ya Mungu. Asante Bwana Yesu. Tito 2:11. Tamani ungepata maarifa haya na yale pakae vizuri. Kuna namna nyingine. Asante Yesu. Tito 2:11. Tuko hapo wote. Inasema Tito 2:11 iko sawa. Inasema maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa. Maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa. Maandiko yanazungumza kwa habari ya neema, na maandiko yanasema kwa maana neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Inazungumza kwa habari ya neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana yake namba moja, kuna neema, tunafahamu. Lakini maandiko yanazungumza kwa habari ya neema iwaokoayo wanadamu wote. Neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Asante Yesu. Neema hii iliachiliwa kwa njia ya Yesu Kristo. Kafa msalabani kwa ajili ya wote ili watu wapate neema. Sasa tunajifunza hii ni nini, na nitaingia ndani sana ili mtu aweze kuelewa neema ni nini. Lakini wengi wanaifahamu, lakini hawafahamu ndani wake, au kipi kiko ndani ya neema, na ukiwa na neema unakuwa na nini. Namba moja, nataka twende hapo vizuri ukiwa unaandika. Namba moja, neema imefunuliwa kwa watu wote. Kwa hiyo wakati tunahubiri hii neema ya uponyaji, neema ya kufunguliwa, ni kwa watu wote. Kwa hiyo mtu asiniambie jambo lolote la habari ya dini. Ukija kuniambia habari ya dini, siwezi kukuelewa. Kwa sababu hii neema haikuja kwa ajili ya dini fulani. Neema haiko kwa ajili ya dhehebu fulani. Neema haiko kwa ajili ya mtu aina fulani, ila imefunuliwa kwa watu wote. Kwa hiyo namba moja, tunajua imefunuliwa kwa watu wote. Maana yake kila mtu anaweza kuipata neema kama akiwa tayari kuipokea na kuipata neema. Hebu sema amen, 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 amen. Rabo shabali abaradiakas. Namba mbili. Namba mbili. Hii neema ambayo tunaizungumzia hapa, tunagundua namba mbili inaleta wokovu. Wokovu maana yake ni nini? Wokovu, tukisema mtu amepata wokovu, maana yake alikuwa kwenye hali fulani hatarishi ambayo hana msaada wowote, hali fulani hatarishi ambayo hana mwelekeo wowote, ndio wokovu ukaja.
au akapata wokovu au akaokolewa. Kwa hiyo ile hali yoyote ambayo mtu hawezi kujisaidia mwenyewe, hiyo imekaa vizuri. Ni ile hali ambayo mtu hawezi kujisaidia mwenyewe ndio amekuja kusaidiwa. Sema mtu labda alikuwa anaendesha mtumbwi mahala au ni boti fulani ikapata tatizo kwenye maji, wale watu wakahangaika na wakaja waokoaji. Ni wanasema wakaja waokoaji. Wale waokoaji wakafika pale na wakaweza kumwokoa yule mtu ambaye katika shida. Hilo tunaita sasa ni wokovu. Kwa hiyo kwa nini sasa tunasema wokovu? Moja kwa moja nasema neema iletayo wokovu. Maana yake mpaka sasa kwa saa hii na majira haya ambayo tunaishi chini ya jua wanadamu, dunia iko kwenye hali ya hatari sana. Dunia iko kwenye hali ya kutisha mno. Dunia iko kwenye hali ambayo ina changamoto. Dunia iko kwenye hali ambayo Biblia inasema inawayawaya kama machela. Inawayawaya kama machela. Maana yake dunia iko kwenye condition fulani ambayo ni hali mahututi. Ulimwengu uko kwenye ICU kwa wakati huu. Kwa hiyo ndio maana sasa dunia inahitaji wokovu. Wakati tukizungumza namna hii, kuna mtu mwingine kuelewa ni kazi. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaangalia habari za mambo ya mwili yanavyoona. Anasema mbona tu nina amani, ninatembea tu, ninaenda kokote ninakotaka, nakula ninachotaka, lakini kuna mambo ya kiroho kama ambavyo sisi tunafundisha habari ya mambo ya kiroho, na kule tayari kuna hati mbaya au kuna hatima mbaya au kuna vurugu ambayo inapelekea dunia ionekane sasa haijakaa kwenye hali ilikuwa ya kawaida, imekaa kwenye hali ngumu. Ukisoma Waefeso 12, maandiko yanazungumza, yanasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo namba moja, dunia iko kwenye system fulani au iko kwenye giza fulani ambalo kwa macho ya kawaida haiwezi kuonekana. Dunia iko kwenye giza fulani ambalo kwa macho ya kawaida haiwezi kuona. Watu wanaamini bwana, maisha ni kuzaliwa, kwenda shule kusoma, alafu nipate kazi nzuri, nisaidie wazazi, alafu nioe, nizae watoto, nife. Lakini kumbe kuna mambo mengi yanayoendelea ulimwengu wa roho ambayo yanamtaka mwanadamu awe na usalama. Maandiko yanasema, Mungu anazungumza, anasema ole wao watu walao watu wangu kama walavyo nyama. Maana yake ulimwengu wa roho kuna watu wanaokula watu kama walavyo nyama. Maana yake dunia haiko kwenye hali ya amani, inahitaji wokovu au inahitaji kuokolewa. Inahitaji kuokolewa. Jambo la pili, dunia hii ambayo tunaizungumzia, nimefundisha wiki iliyopita kwa habari ya uchawi, nikaingia sana ndani. Biblia inazungumza nini kwa habari ya uchawi, na uchawi ni nini, na uchawi unafanyaje kazi. Nimezungumza sana. Na wakati nimezungumza tukajifunza vitu vingi, tukafahamu na tukakubaliana, maandiko na Biblia inakubali kabisa kwamba uchawi upo na giza lipo. Hiyo ungeiondoa, haina kazi. Uchawi upo na giza lipo. Na kama uchawi upo na giza lipo, kunahitajika wokovu chini ya jua. Kuna watu wanaumwa magonjwa, yale magonjwa ni magonjwa ya kichawi, ni magonjwa ya giza. Sio somo langu leo, sababu nilifundisha wiki iliyopita nikaingia ndani sana. Lakini leo nataka tuchimbue sana kwenye neema ili mtu atoke aelewe. Kwa nini tunahubiri? Kwa nini tunawaambia watu habari za Yesu? Kwa nini tukwambia habari za wokovu? Mbona wewe uko sawa tu? Mbona unajiuko hali ya kawaida, unaona niko sawa, nimeamka vizuri, ninaweza kucheka kwa uhuru, naweza kuongea kwa uhuru, naweza nikafanya kwa uhuru. Unaweza kuongea kwa uhuru, unaweza kucheka kwa uhuru, unaweza kwenda kwa uhuru.
Lakini ulimwengu wa roho mambo yanaweza akawa hayako sawa sawa, japokuwa unaona unatembea sawa sawa, japokuwa unaona unaamka sawa sawa, japokuwa unaona unacheka sawa sawa, japokuwa unaona uko na kazi sawa sawa. Lakini ulimwengu wa roho inaweza kuwa giza linasuka mambo ya kuharibu hatima, mambo ya kuharibu maisha. Na lengo kubwa sana la kuzimu na lengo kubwa sana la shetani ni kukufanya wewe usimjue Mungu na wala usimsikie Mungu. Hata kama uko duniani uweze kupumbaa. Maandiko yanasema hivi, kwa maana Mungu wa dunia hii, Biblia inamwita shetani Mungu wa dunia hii, amepofusha fikra zao wasioamini isiwazukie nuru. Maana yake asiyeamini, kuna namna ambako giza limefunga fikra, na hata akiambiwa fikra zake zimefungwa ni kama upofu, na hawezi kuelewa mambo ya haki. Yeye anajua bwana, haya mambo ya dini hapo tu. Anasema bwana, unajua wazungu walileta dini. Wazungu hawajaleta dini. Kabla ya wazungu kuja huku, wamishonari kuja, kulikuwa na Biblia ya Kiethiopia inaitwa Ethiopian Bible. Wakati ule wananena kwa lugha. Wakati wa Pentecost kuna Waethiopia walikuwa pale. Kwa hiyo Afrika injili ilikuwa ishafika, na kuna Biblia ya Ethiopian Bible. Kwa hiyo sababu wana fedha walifanikiwa kuleta Biblia na kuleta dini. Lakini sio kwamba Mungu alikuwa hayuko, sio kwamba Mungu ni wa wazungu. Na ukisoma maandiko vizuri ukachanganua, utaanza kugundua hata Yesu mwenyewe hakuwa mweupe. Kiingia ndani ukachimbua vizuri unaelewa. Sio somo langu, nataka tuende kwenye neema. Kwa hiyo sasa, kwa nini Biblia inasema neema iletayo wokovu? Maana yake neema iletayo wokovu, maana yake dunia inahitaji msaada japokuwa haijui kama inahitaji msaada. Sasa sana mtu aliyechanganyikiwa, ukiwa na mtu aliyechanganyikiwa, chizi anaona wengine wote wamechanganyikiwa. Kwa nini? Anahitaji msaada na wokovu, lakini yeye hawezi kufahamu kama anahitaji msaada na wokovu, kwa sababu wakati huo anajiona yuko sawa sawa. Anaamini chizi kuvaa mifuko kichwani ndio sawa. Anaamini analotaka kulifanya alifanye bila kuuliza mtu yote. Anajiona niko sawa sawa na niko perfect. Elimu ya dunia inamfundisha mtu, inamfundisha mwanadamu, inamfundisha kwa habari ya sayansi, habari ya bakteria wako kiasi gani, lakini habari ya mambo ya rohoni watu wengi hawajifunzi na wengi wanapuuza. Lakini rohoni ni engo nyingine ya maisha ya mwanadamu ambayo inatakiwa ikamilike. Ni maana pengine pa maisha ya mwanadamu ambayo tunataka pafanyiwe kazi vile vile. Kama vile mtu anavyokula chakula cha mwilini kila siku, lazima roho yako na yenyewe ipate chakula cha kiroho kwa namna yoyote ile. Na maisha ya kiroho hakuna mtu anaweza kuiepuka kwa sababu yapo. Kwa nini? Namba moja, kusoma Wakorintho wa kwanza 15:40. Inazungumza, inasema tena kuna mili ya duniani na tena kuna mili ya mbinguni. Maana yake mwanadamu huyu ni roho ambayo inaishi kwenye nyumba inaitwa mwili. Na kwa sababu mwanadamu ni roho, kile ambacho ndio mwanadamu ndio cha muhimu sana kuliko ile housing ambayo roho ya mwanadamu imekaa. Kwa hiyo mwanadamu, mwili wako sio muhimu sana kama unavyojali. Mwili wako sio muhimu sana kuulisha na kunenepesha, japokuwa upendeza vaa vizuri, sikatai. Lakini roho yako ni ya muhimu zaidi sana, kwa sababu roho yako inaishi milele. Roho yako inaenda mbinguni au inaenda jehanamu. Roho yako inatakiwa ipate mahala pa kwenda. Roho yako ikiwa haina nguvu inadhoofishwa na unashushwa chini. Roho ya mwanadamu ya msingi na ya muhimu sana kuliko mwili wake ulivyokuwa kila siku. Hebu sema amen. Ripaka ya rusha bale atibas. Na tuendelee, tunaingia ya tatu. Tumesema ya tatu neema inaleta wokovu. Aya pili tumesema neema inaleta wokovu. Lakini ya tatu tulivyosema kwenye Tito 2:11, hii neema inatufundisha kuachana na uovu. So hapa tunaelewa, nitakuja nitakuelezea zaidi kwenye point ya 5. Tuendelee mbele, nitakuelezea zaidi hiyo point. Kwa nini nimesema inakufundisha kuacha dhambi. Namba 4. Tukisoma kwenye Matendo, soma kwanza Matendo ya Mitume, neema inaondoa nira. Matendo ya Mitume 15:10. Matendo ya Mitume 15:10 ndio tuone hapo. Kwanza. Matendo ya Mitume 15:10, marika projaba ya ata. Kana mtu amefika hapo? Matendo ya Mitume 15:10. Ndio ufike hapo uone jambo. Jesus is Lord. Matendo ya Mitume 15:10 inasema, basi sasa mbona mnamjaribu Mungu? Haleluya.
15:10-11. Basi sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambao baba zenu wala sisi hatukuweza kulichukua? Anawaambia Apostle Paul, mnaweka kongwa. Anawaambia Mafarisayo, mnaweka kongwa na nira juu ya watu ambao hata sisi na baba zenu hatukuweza kubeba. Mstari 11 anasema, bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu Kristo vile vile kama wao. Kwa hiyo anakuja kuzungumza wokovu wetu sisi, ili ile nira na ile kongwa lisiwezekana kukaa juu yetu kama lilivyokaa kwa babu na babu zetu na watu wengine kwa sheria. Sasa hivi kwa neema tunaweza kulishinda kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hii neema inaondoa nira, inaondoa mizigo, inaondoa mateso, inaondoa uzito ambao ulikuwepo nyuma, inaleta wepesi kwa maisha ya mtu. Anasema amen. Anasema hapa, bali tuamini ya kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu Kristo kama vile wao. Maana yake anazungumza sasa hizi ni muda ambako neema inatembea. Neema nimekurudia maana yake nini? Maana yake unapata kibali ambacho hakikuwa cha kwako. Is something you did not sweat for, something you did not work for. Ni jambo ambalo haukulifanyia kazi, ulipendelewa. Umepewa kipawa kwa neema, watu wanapona ukiombea. Umepewa msaada kwa neema bila wewe, sio gharama zako, sio moyo wako, sio kwa sababu una bidii. Sisemi mtu asifanye bidii, sisemi mtu asiombe, lakini neema ya Mungu ishakuwa juu yako. Pale mtu ambako anaama anasema ninampokea Yesu aingie ndani yangu, tayari kitendo cha kumpokea Yesu tu, tayari kuna mambo yanaweza kubadilika ndani yako sivyokuwa kawaida. Kuna mambo yanaweza kuliko sivyokuwa kawaida. Kuna vipawa Mungu anataka kupanda ndani yako kwa sababu tu umempokea Yesu. Kwa hiyo kumpokea Yesu ni ile neema ambayo inaleta mabadiliko kwenye maisha ya mtu. Sema amen. Namba 5. Neema inaleta kushinda dhambi. Neema inaleta kushinda dhambi. Warumi 6:14. Twende hapo Warumi 6:14 ili uweze kuwa na jambo. Warumi 6:14 tukaweza kuwa na jambo hapo. Ibarusha baliaus. What a mighty king we serve. Jesus. Warumi 6:14 kama mtu amefika. Warumi 6:14. Asante Yesu. Warumi 6:14. Nasoma kwa jina la Bwana. Inasema, kwa maana dhambi haita watawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Narudia tena, kwa maana dhambi haita watawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Maandiko yanazungumza kwamba sasa hivi wewe utaweza kuishinda dhambi kwa sababu hauko chini ya sheria, uko chini ya neema. Maana yake hii neema ikishakuja kuwa juu ya mtu, ndio anaanza kupata nguvu hata ya kuishinda dhambi. Anapata nguvu ya kwanza kuwa na upendo na watu na huruma na watu. Anapata moyo wa kwenda kuwasaidia hata watoto yatima. Anapata nguvu ya kwenda kusema kuonea huruma wengine. Kwa nini wewe unawaza shida za wengine? Kwa nini unaombea watu wengine? Wakati fulani ndugu zangu wakaja juu sana wakaniambia, wewe kwa nini maisha yako umeyatoa kwa ajili ya kuhangaika na watu? Ungeweza kufanya maisha yako na kwa nini uhangaike na watu? Watu ni wa nini? Wanakusaidia nini? Kumbuka wakati unatoka unasema hata mimi ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mtu ambaye una watu, una ndugu, una wazazi, una watu wengine ambao na wenyewe ungetamani huo muda ambao unatumia kwa ajili ya watu ungeutumia mahali kwingine. So nikaulizwa, kwa nini unasaidia watu? Wana faida gani kwako? Kwa nini usaidie watu na watu wainuke, maisha yao yaendelee mbele, aliyelogo afunguliwe, maisha yake yaende mbele, aliyepata laana, aliyemgonjwa akiombewa, maisha yake yaendelee mbele? Kwa nini wewe udili na maisha ya watu? Kwa nini udili na maisha ya watu? Ukijifunza unagundua jambo moja. Wakati unakaa duniani na uko duniani, wewe maisha yako hayana thamani isipokuwa maisha yako yakiwa yana maana kwa watu wengine.
Narudia tena, kuishi kwako duniani sio kula na kunywa na kulala. Maandiko yanasema kitabu cha Mhubiri, yote ni ubatili isipokuwa kumpenda na kunitumikia Mungu. Maana yake mambo yote unayoona duniani yanaonekana kuwa ubatili isipokuwa kumpenda na kumtumikia Mungu. Ndio vitu ambavyo vina akiba ya kesho na kesho kutwa. Kumpenda Mungu na kumfuata Mungu unaweka akiba ya rohoni, akiba ya baada ya maisha yako hapa duniani kuisha. Ukijenga nyumba unaweka akiba ya duniani na ambayo hata utaitumia wewe. Unaweza kujenga nyumba 2-3 na baadaye ukaondoka ukaachia watu wengine. By the way, mwisho wa siku unagundua roho yako ndio ya thamani sana. Your soul is more precious than anything on earth. Ndio maana shetani ana target nafsi ya mwanadamu, ana target roho ya mwanadamu. Atafanya namna yote ile kwa anavyotaka, kwa jinsi yote ile, ili tu aharibu roho ya mtu, ili mtu roho yake ivurugike, isimpende Mungu, isimwamini Mungu. Anafanya vyote watu wasisali, watu wasimtafute Mungu. Anatafuta namna yote ya kuleta maneno. Unajua dini zetu na wazungu, achana na mambo ya kumfuata Mungu, ili watu waachane na Mungu. Kwa hiyo neema inapokuja kwenye maisha ya mtu, Mungu akitaka kumsaidia mtu anatanguliza kwanza neema. Nataka uchukue point. Mungu akitaka kumsaidia mtu, huwa Mungu anaachia kwanza neema. Walifanya nilikuwa na kanisa na watu wengi sana Kigamboni. Ukija kanisani kwangu unakuta shungi ndio zimekaa, watu wamefunga shungi wamejaa. Mtu mmoja akaniuliza, sasa mtumishi una kanisa au kuna nini? Nikamwambia ndio. Kwa nini? Wakati Mungu anataka kusaidia mtu, huwa Mungu anaachia kwanza neema kwa yule mtu. Ona Yesu anakutana na Petro. Petro anakunja nyavu zake. Petro amekata tamaa. Petro ameona kwamba hakuna maana ya kuvua. Nimeshakata tamaa, nimevua usiku mzima, lakini wakati nafanya uvuvi usiku mzima sijapata chochote. Na kama sijapata chochote kufanya uvuvi usiku mzima, nikunje tu neti nikapumzike. Yesu akawa anakuja na haja ahubirie watu. Wakati wa zamani hakuwa na speaker kama saizi, mtu ambaye anaweza akasikia. Wakati huo kulikuwa inabidi ukae mahala pa juu kidogo, alafu upaze sauti watu wote wakusikie. Kwa hiyo ilimpasa Yesu apande juu ya ile boti akiwa beach pale, ili wale watu kule wasikie. Kwa hiyo wakati akaomba apande boti ya yule mtu ambaye amevunjika moyo, ambaye amekata tamaa na hajapata samaki. Nataka mtu apate hii point. Yesu anaenda kwa mtu aliyevunjika moyo, aliyekosa samaki, anapanda kwenye boti yake ahubirie. Maana yake kwenye maisha yako ya kawaida kuna wakati utakosa, utakutana na changamoto na matatizo, lakini zile changamoto na matatizo itakuwa ndio njia ya Yesu kuja kwenye maisha yako wewe. Watu wengi sana ambao nimewaona mimi katika maisha yangu ya utumishi ni watu wenye shida ndio wao wanamfuata Mungu mara nyingi. Mtu ana kiburi ndani yake mpaka avunjwe apate shida au tatizo fulani, ndio inampelekea asogee karibu na Mungu zaidi na Mungu aweze kumsaidia. Yesu alivyopanda botini, baadaye akahubiri akamaliza, akamwambia Bwana Petro, twende mpaka kilindini ukashushe nyavu. Petro akasema, kwa sababu mtu namheshimu, akasema, Bwana mkubwa, nimevua usiku mzima sijapata samaki, unaniambia saa hizi mchana nikashushe nyavu? Kwa wale wavuvi wananielewa, uvuvi ni usiku kwa sababu samaki wanajaribu kupanda juu. Na chini kuna baridi sana, kwa hiyo wanasogea juu kwenye maji ya juu. Kwa hiyo usiku ndio muda mwema na mzuri sana wa kufanya uvuvi. Kama ambavyo kwenye maisha wewe umefahamu na umetathmini kwamba kuna muda au kuna wakati, au ukiwa na mtaji ndio utafanikiwa sana. Umejaribu ukaona unakwama. Kwenye maisha yako unamhitaji Yesu. Umefanya timing ukasema, Bwana unajua ni wakati fulani hivi, unajua kuna wakati biashara inatoka sana, ndio nifanye biashara, lakini biashara imekataa. Unamhitaji Yesu. Petro akasema, Bwana, kwenye wakati wa uvuvi nitakuwa nivue usiku, nimejaribu kuvua imeshindikana, nimekwama, sijapata chochote, ndio maana nakunja neti. Bwana akamwambia, akamsisitiza, twende tena. Akamwambia twende tena. Nataka unisikie hapa vizuri sasa. Hicho ndio cha msingi zaidi. Ndio cha msingi zaidi. Yesu hakumwambia Petro okoka saa ile au fanya chochote saa ile. Akamwambia twende ukavue samaki kwanza. Twende ukavue samaki kwanza. Mungu akitaka kumbariki mtu au kumwinua mtu, Mungu anampa neema kwanza. Mungu akampa Petro neema ya kupata samaki.
baada ya kupata samaki, Mungu akitaka kumbariki mtu na kumwinua, huwa Mungu hampi fedha kwanza. Mungu huwa anampa neema. Mungu akitaka kubariki mtu huwa anampa kitu ambacho fedha haiwezi kununua. Mungu akitaka kumbariki mtu na kumwinua huwa anampa neema. Petro akapewa neema ya kuvua samaki kwanza. Ndio baada ya kuvua samaki yeye mwenyewe akalia, Bwana, mimi sistahili kukaa na wewe, mimi ni mwenye dhambi, baada ya kuona neema. Kwa hiyo tunaombea watu wengine, hata watu ambao hawamwamini Yesu, hata ili waone neema kwanza. Kwa hiyo tunaombea kila mtu, watu wasikie sauti ya Mungu, waone neema ya Mungu, waone msaada wa Mungu, itakuwa rahisi kumtumilia Mungu. Wanasema hakuna Mungu kama huyu, hakuna msaada kama huu, hakuna tegemeo kama hili. Mungu, Yesu akampa neema kwanza Petro avue samaki. Mungu anataka kumbariki mtu, huwa Mungu anakupa kitu ambacho fedha haiwezi kununua. Anakupa kitu ambacho pesa haiwezi kukiangusha. Anakupa kitu, umepewa kitu ndani yako. Ulipozaliwa una kitu cha mtaki Mungu umebeba. Mungu amekupa ndani yako ambacho fedha haiwezi kununua. Kile kitu kinasababisha fedha ije, kinasababisha baraka ije, kinasababisha ushindi uje. Ninatamka kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo, ukapokee neema kwenye biashara yako. Ukapokee neema kwenye kazi yako. Ukapokee neema kila mahala, kwa sababu Mungu akishaachia neema, unapokea kibali mahala fulani, unaitwa mahala fulani pakuu, unashangaa biashara inaondoka kwa sababu neema ya Bwana imeingia. Cha muhimu sana ni kuomba neema. Neema ni kitu cha msingi sana sana. Hata kwa Mkristo unahitaji neema. Unaona, hata sisi watumishi wa Mungu neema zinatofautiana vile vile. Mungu anatoa kama apendavyo. Maandiko yanasema kama apendavyo roho yule. Mwingine anapewa roho ya maarifa, mwingine anapewa neno la hekima, mwingine vipawa vya kuponya. Kuna mara ukienda unasali misa tu, ukimaliza unaambiwa twende kwa amani. Hakuna uponyaji. Na wenyewe walipewa cha kwao. Kile cha huku hakipo. Soma Wakorintho wa kwanza 12. Hakipo. So, namba 1, lazima mtu ampokee Yesu ili aweze kupata neema. Kumpokea tu Yesu kuwa ndani ya maisha yako tayari inakufungulia milango ya vitu vingine. Namba 1, huwezi kulogwa tena. Namba 2, unakuwa umepata haki kupitia Yesu. Maana yake mtu hana haki. Takusomea andiko moja hapa utaona. Nafikiri kuna point kadhaa. Rabuba ashiba akadaya. Tuangalie Warumi 5:19, uone kitu hapa. Kama haki unaipataje sasa haki? Warumi 5:19. Warumi 5:19 anasema, kwa sababu kwa kuasi kwake mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa hiyo kupitia Adam kila mtu alihesabiwa dhambi, ana dhambi ya asili. Yaani wewe una dhambi, haukuwekwa wakati huo tunda limeliwa. Haukuhusika, ulikuwa hauko. Ila tu kwa sababu wewe ni mwana Adam. Maana ya mwana Adam maana yake ni mwana wa Adam. Mtu ambaye ametokana na Adam. Radus kabali asuva. Hiyo ya 7. Hiyo ya ngapi tuseme? Tumefika ngapi? Neema inakuhesabia haki bure. Utaandika tu huko, utajua mwenyewe namba ngapi. Inakuhesabia haki bure. Kwa hiyo inasema Biblia, kwa sababu kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Maana yake kwa mwovu mmoja alikulaga tunda miaka mingi Adamu, tumehesabiwa dhambi. Kwa mwenye haki ambaye hakuwa na dhambi, Yesu, Mungu akavaa mwili akashuka akakaa kwetu, akafa akiwa ana haki. Kwa maana yake mtu atakayeungana naye kama ambavyo sikuwa kwenye mifupa ya Adamu kujiungana naye kwa hali ya mwilini, kwa tukiungana na Yesu kwa hali ya roho tumempokea. Ameingia ndani ya moyo wetu, anasema nasimama mlangoni nabisha hodi. Atakayenifungulia nitakaa kwake, nitakula na yeye, taishi na yeye. Maana yake umempokea Yesu, umeingia ndani, unahesabika kuwa mwenye haki. Maana yake nguvu za giza unapozikemea zinakimbia. Maana yake mapepo unapoomba yanatoka. Kwa nini? Kwa sababu umehesabika kuwa mwenye haki. 20 anasema, lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi mno. Kwa neema
imekuja ili ikupe haki katikati ya mizigo ya dhambi, katikati ya system ya giza, katikati ya dhambi ya asili tangu Adamu ambako hukuwekwa au kuhusika. Neema inapoingia inakuondolea, haki inapenya na kuingia. Ninatamka haki kufuata kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Ninaachilia neema ukaishikilia Yesu Kristo. Ukaone mambo makubwa. Unapoomba mambo yakatokee. Unapotamka mambo yakatokee, akawe kwenye maisha ya watu kwa jina la Yesu. Ni neema. Unaweza kumwambia mtu pona akapona. Wewe huna nguvu. Huna nguvu yako. Huna nguvu ya kujitegemea wewe. Ni mpaka Yesu Kristo aingie. Mpaka Yesu Kristo aingie. Tuko na mangapi hapo? Tumefika na mangapi? Hapo. Kila mtu ana namba yake. Okay. Ni sawa. Yes, ni sawa. Ni sawa. Namba 7. Neema inakupa ufanisi kuliko wengine. Yaani akili yako inakuwa inachakata. Ukutana watu ambao wanamjua Mungu wana akili pana, fikra kubwa. Lakini mwingine ambaye hana Mungu unakuta fikra za kazi kwenye style ya kulogwa fulani. Ndio maana Biblia ikawaambia Waebrania, enyi Waebrania msikuwa na akili, nani aliyewaloga? Maana yake fikra zinaweza zikalogwa, akili zikalogwa. Narudia tena, akili inaweza ikalogwa. Ulifikia kufuata mzigo China ukalogwa, ukaenda Tandika. Hujanielewa hapo? Mtumishi alikuwa na mipango. Yaani kila mwaka anaanza na mipango mingi. Sema mipango wewe unapigwa, unalogwa, unalazwa. Unapigwa usingizi wa giza. Ukiwa hujashika hela unawaza mawazo mazuri. Ndugu zangu wananielewa hapo baadhi. Ukiwa huna hela unakuwa na mawazo mpaka ukimwambia mtu anasema wewe ni milionea ujae. Shika hiyo hela. Ukishika hela mwanaume hata nyumbani haurudi. Na shetani anakutafutia mtumiaji mzuri. Haleluya. Unashangaa tu wewe una hela ziko mfukoni. Alafu umepita huko kuna kabinti kama vile kamenusa una hela. Unashangaa umepotea huko siku 3 siku 2. Kuna watu wakutana hizo shida. Shetani anajua kabisa wewe una hela na una akili. Cha kufanya aichanganye akili yako. Ili akili isiwe na akili timamu. Ndio maana watu wengi ukishika hela akili inapotea. Unashangaa baada hivi nilifanya nini? Mimi sasa nimefanyaje yani? Ila sasa hizi nikipata 30 na ndoja mtaji, unaandaa na scenario. Paka biashara 30 inasukika. My friend, uishike upate 100,000. Unasema ngoja nikakonge moyo. Unasema ngoja nikakonge moyo. Ukienda naisha yote. Twende kwenye Wakorintho wa kwanza 15:10. Tuone hapo. Neema inakupa ufanisi kuliko wengine. Wakorintho wa kwanza 15:10. Jesus is Lord. Wakorintho wa kwanza 15:10. Ndio maana kuwa na Yesu ni muhimu sana. Kuwa na Yesu haimaanishi umeshika dini. Kuwa na Yesu haimaanishi umbadilisha dini. Kuwa na Yesu maana yake una haki ndani yako. Kama vile wakati wa Adamu, wewe ni mwanadamu, wakati wa Adamu ulibeba dhambi ya asili. Sasa hizi ukimbeba Yesu unakuwa na haki ya asili. Unashangaa automatic unapenda haki, unapenda kuombea wengine kwa sababu Yesu ameingia ndani yako. Nisikilize. Yesu anakuita vile ulivyo ili akubadilishe yeye. Kwa sababu wewe huwezi kujibadilisha Yesu asipokuwa ndani. Ndio maana watu wengine wanapambana sana, unajua mimi paka mambo yangu yaishi nikae vizuri ndio nimfuate Yesu. No, huwezi. Hiyo nguvu huwezi kwa sababu asili ya mwanadamu ni asili ya dhambi. Ndio maana katoto kumekazaa hata kuongea akajasema. Unashangaa siku moja kanakupiga vibao mama yake. Kanagoma kanaanza kukupiga. Kuna vitu kanajua automatic kwa sababu ndani yake kuna violence. Kuna asili ya vurugu, kuna asili ya dhambi imekaa. Anaweza kumpiga mwenzake. Anaweza kufanya hivi. Unashangaa kama kung'ata ziwa. Kitoto kinajua tu ugomvi tangu kimezaliwa. Kwa nini? Kuna asili ya giza iko ndani ya mtoto. Na hata wewe nikwambie mwanadamu, hata wewe ambaye unampenda Yesu unamjua, tukimtoa Yesu ndani, wewe ni mtu mbaya sana. Mawazo yako unawaza ukaibe benki, mawazo yako unawaza vitu vibaya. Ni mpaka Yesu aingie akutengeneze hapo. Wanasayansi wakapiga hesabu wakasema kila dakika 5 mwanaume anafikiria kuhusu sex. In every 5 minutes mwanaume. Research hizo za psychology.
kwa dakika 5 huwa anawaza. Kila dakika 5. Sijasema mimi, nimesema tu ilivyo. Maana yake akili ya mwanadamu kwa hali ya kawaida bila neema, pasipo Mungu, huwa inawaza mabaya wakati wote. Hebu fikiria, nikuulize swali. Umetoka zako huko kanisani au mahala, kuna mtu ameacha kasimu kake pale. Unawaza kasimu nikachukua nikakaweka mfukoni nikakapa joto. Kama ikawa ni ubaridi nikawapa joto. Kwa hakika unasema ni jambo tu la kawaida ambalo nitaweka simu mfukoni, nitaondoka nayo. Akili ya mwanadamu inawaza mabaya, ni mpaka Mungu aingie aanze kuiweka sawa. Na hata watu wengi wakiona mtu hata ameiba wanasema yule mtu ana akili. Aliiba hela yeye, alichukua mabilioni yeye, akakimbia nayo yeye, ana akili. Kwa nini? Kwa sababu kawaida ya mwanadamu inawaza uovu, na wengine watampigia makofi. Hata mimi ningekuwa ningezichukua, hata mimi ningekuwa na cheo na mimi ningezichukua. Kwa nini? Ni asili ya mwanadamu ndani, pasipo Mungu ni kuwaza mabaya, kuwaza uovu, kuwaza pesa, kuwaza nini kuliko Mungu. Kwa hiyo lazima unapokuwa na Yesu na Roho Mtakatifu ndani, anaanza kukusaidia kukuvunja vunja na kukupa unyenyekevu wa kumfuata Mungu. Nisikilize, kumfuata Mungu inahitaji unyenyekevu. Ndio maana Yesu anasema hivi, nimekuja kuwahubiria wanyenyekevu habari njema. Rafiki yangu, nikwambie, wewe kutoka nyumbani ukaacha kuangalia movie ambayo hujamalizia tamthilia, ukaacha kulala upumzike, ukaacha kufanya shughuli zingine za kuingizia kipato, ukakae kwenye nyumba ya Mungu useme Mungu nimekuja, mimi siwezi bila wewe. Inahitaji unyenyekevu, inahitaji neema ndani, haihitaji akili ya kawaida. Akili ya kawaida haiwezi kukubalia jambo lolote kuhusiana na Mungu. Namba moja, kwa sababu hautaonyeshwa Mungu huyu hapa. Hakuna dini wala dhehebu inaonyesha Mungu huyu hapa tumemwona mbele, huyu hapa amevaa nguo nyeupe. Kwa hiyo tunaamini kwa njia ya imani. Kwa hiyo maana watu wengi ambao wanatumia akili sana ndio wajinga sana kwa mambo ya rohoni. Hata nirudie hii. Wasomi na wenye akili nyingi kwa habari ya dunia, yaani wana akili nyingi, amesoma, ana degree, ni professor, wana challenge, we don't believe that God exists. Hatuamini kama Mungu yupo. Kwa nini? Kwa sababu akili yao sana, au akili ambayo inaingia sana ya kibinadamu, inapingana na Mungu sana. Kwa nini? Kwa sababu akili ya kibinadamu unayosoma darasani, unafundishwa kwa habari ya mambo yaliyoko chini ya jua au yaliyoko duniani. Unaambiwa bakteria bwana au virus. Unajua kirusi hakiwezi kupona. Mtu akishakuwa na kansa ndio tayari anazidi pose mpaka kufa kwake. Lakini kanisani unaona watu wanaambiwa kansa wanapona. Ni vitu viwili havi make sense, ukivilinganisha haviwezi kuwa sawa sawa. Kwa sababu akili ya kawaida ya kibinadamu haiwezi kuyatafsiri mambo ya kimungu. The Bible speaks that the carnal mind cannot accept the things of the spirit. The carnal mind, maana yake akili ya kibinadamu haiwezi kuyapokea mambo ya kimungu, kwa sababu akili ya kibinadamu inataka facts. Akili ya kibinadamu inataka proof, inataka ushahidi wa mambo. Kuna uhusiano gani kati ya kumbandikia mtu mkono kichwani na yeye akapona mguu? Kisayansi inakosa majibu. Kwa nini na mtumishi hivyo nibandikia tu mkono mambo yakatokea? Haina ushahidi kisayansi. Unajua mtumishi yule ni nabii, alipotamka neno nikauza ardhi. Dada mmoja anaitwa Paulina, sasa ameshama, yuko kama kaenda kama nafikiri Namibia, kama sio Namibia, Botswana, nchi kama hizo mbili. Kija nikamwambia alizaka kwenda kauze nyumba ina kana mume wake. Kaniambia mtumishi imeshindikanika kuuzika. Kamwambia tukampa chumvi ya upako. Akaenda akamwagia pale yeye hawezi kauzika. Sasa kuna uhusiano gani kati ya hivi vitu kisayansi? Haupati majibu hapa. Pati majibu hapa. Nimwambia watu wengi ambao wamelogwa, ana magonjwa ya kichawi, anakuja unamwambia, anasema nimezunguza hospitali kote imeshindikana. Naambia hebu chukua maji ya upako nenda katumie. Anatumia, anakaa sawa. Tunakuuliza kuna uhusiano gani? Kwenye maji yaliyoombewa ya kawaida, hayajawekewa paracetamol, maji hujachanganya na amoxicillin, maji hujaweka ampiclox humo ndani, pana uhusiano gani na kuponya tumbo la mtu ambalo linauma kwa hali ya mwilini? Maana yake mwanadamu lazima ukubali kuna mambo ya rohoni ambayo akili yako ya mwilini haiwezi kuyakubalia. Akili yako standard yake iko chini, haiwezi kuelewa mambo ya asili ya mwilini. Inahitaji mifumo na akili ya kiroho ili iweze kuelewa kuna mambo ya kiroho pia, ambayo mambo ya kiroho yakikaa vibaya yanaleta matokeo mabaya mwilini. Ndio maana watu wengi ambao ni washindi waliofanikiwa sana
ni watu ambao wanayafahamu mambo ya rohoni. Kabla sijamalizia, au nimeshamalizia ya 7? Tayari nishamalizia ya 7. Kabla sijamaliza kufundisha, nikwambie kitu. Mambo yako mengi yamekwama kwa sababu rohoni kuna mahala kumefungwa. Kukifungwa rohoni, mwilini kunakuwa kumefungwa pia. Kwa hiyo ili uweze kufanya principle ya kufungua mambo, lazima uende rohoni ukayafungue na mwilini yalete matokeo. Wakati fulani kwenye maandiko ya Biblia, nabii mmoja anaitwa Elia Mtishibi. Elia akaudhiwa na utawala wakati huo. Akatoka nje akasema mvua haitanyesha. Alisema mvua haitanyesha, watu wakamcheka, wakasema amesema tu Bwana kwa maneno. Tumesikia tu ameongea mvua haitanyesha. Wakaja waganga na wasoma nyota wakangangana kupindisha neno la unabii ambalo Mungu amesema kupitia kinywa cha Elia nabii wake. Walivyohangaika, miaka ikapita, wa kwanza wa pili wakatoa makafara wanavyotoa. Mvua ikagoma ikunyesha. Paka muda ulipofika aliposema nabii, akaja akasema mvua sasa hivi itanyesha. Na ikatokea. Tunaanza kujifunza na kuelewa kuna mambo ambayo yanaweza kufanyika kiroho yakaleta matokeo mwilini. Kuna biashara ambayo inaweza kufanywa jambo kiroho ikaleta matokeo mwilini. Kuna kazi ambayo inaweza kufanya mambo kiroho ikaleta matokeo mwilini. Kwa hiyo mambo yote yanaanzia rohoni. Na wewe unahitaji neema ya Yesu Kristo ili kuyafahamu mambo ya rohoni kwa namna ya rohoni. Twende kasome Waefeso 2:8. Uone kitu hapa. Waefeso 2:8. Maraduba shabanatas. Jesus is Lord. Waefeso 2:8. Marusha baali kazus. Kwa maana inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zetu. Anasema hii neema na uokovu hautokana na nafsi zetu. Nafsi zetu zimekuwa zikifikiri mabaya, zimejaa mabaya, zina dhambi ya asili ndani. Ile neema ikiingia inaleta hali ya uhuru, inaleta hali ya haki, inaleta hali ya ushindi, inaleta hali ya baraka. Anasema kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Ni mpaka Mungu alete hali fulani ya kumpenda. Uruhusu Mungu akuletee hali fulani ya kufanikisha mambo yako. Kwa sababu Mungu, nimekufundisha, huwa anataka kubariki mtu anampa neema kwanza. Unashangaa tu hata kile unaanza wokovu, unashangaa mambo yanakuwa ni mepesi. Unafika mahali unashangaa tu umepona, una afya njema, ulikuwa unauma tumbo limepona, ulikuwa unashida fani imeondoka. Mungu anakupa neema kwanza. Unasema kumbe Mungu yuko kweli. Mimi ndio najua nilikuwa nina shida ya miguu na ujua ukweli ulioko. Mtu mwingine ataniambia mambo hayapo, lakini mimi najua ukweli ulioko. Wakati unaamua kufanya vile, unapokea neema, ndio unaanza kumtambua Mungu. Petro akaanza kulia akisema, Yesu, ondoka kwangu mimi mwenye dhambi. Biblia inasema wakavua samaki wengi, wakaomba hadi majirani rafiki zao, njooni mtusaidie. Kwa nini? Kwa sababu neema ilikuwa imeenda. Neema ikija kwenye maisha ya mtu, huwa inaanza kuleta mabadiliko makubwa. Neema ikija kwenye maisha ya mtu, huyu mtu huwa hashindika, hawezi kumshinda. Huyu mtu huwa hawezi kufa. Huyu mtu huwa hawezi kuuawa. Neema ikija kwenye maisha ya mtu, huyu mtu hawezi kumshusha kwa namna yote, kwa sababu nyuma yake ana backup ya neema. Nyuma yake ana jina ifia majina yote. Nyuma yake kuna jina la Yesu, ambayo kila silaha ikija haiwezi kulishinda jina lile. Biblia inasema jina hili limepita usultani, limepita tawala. Neema ikija kwenye maisha ya mtu, huwa kuna namna fulani, kuna mambo kadhaa Mungu anampa uwezo wa kuyafanya. Kuna nguvu anapewa ya kwanza mambo na kuyamaliza. Kuna muda anapewa nguvu ya kwanza vitu na kuvishinda, kwa sababu kuna neema imemfunika na neema imemfunga. Nataka wewe umshikilie neema ya Yesu Kristo, utembee na Mungu, ukae ndani yake, ili ile neema iweze kuinua mahala. Kwa akili zako imeshindikana, umejaribu kufanya mambo usiku mzima mpaka giza limetanda. Ya soka rabasha dabakata lebrota mata. Petro, umevua usiku mzima, ukasema nimehangaika usiku kucha, nimeshusha nyavu lakini wapi, nimefanya mambo lakini hayaendi. Ninahitaji neema iingie kwenye maisha yangu. Nahitaji Yesu aje kwenye maisha yangu. Nahitaji Yesu aje aingilie, ili kwa neno lake aseme, ili kwa jina lako nikaanze kuona neema, nikaanze kuona biashara inafunguka tena, nikaanze kuona baraka zinashuka tena, nikaanze kuona neema inatembea kwenye maisha yangu. Neema ikiingia kwenye maisha ya mtu,
maisha yake huwa yanabadilika. Kwa sababu Yesu akiingia ndani ya maisha ya mtu, huwa anaanza kubadili mambo. Huwa anaanza kufanya mapinduzi ya Mungu. Anaanza kuleta mambo yasiyokuwa. Acha nikwambie, nyakati fulani na majira fulani, mtu mmoja anaitwa Yusufu. Wakati Yusufu amekataliwa na ndugu zake. Ndugu zake wamemuuza, wamesema ana kieleheli. Wamesema wewe ni mwota ndoto. Uende kwenye maisha yako unazo ndoto. Umeota sana ndoto ya kuwa mtu mkubwa. Utafanikiwa sana. Utakuwa tajiri. Utasaidia ndugu zako. Lakini wale ambao unaweza kuwasaidia, ndio wao wanakuchukia. Wao unaweza kuwainua, ndio wao kupiga vita. Wala usikate tamaa. Saa inakuja na majira. Wakati neema ya Mungu uko nayo, hata kama utakuza neema ya Mungu uko nayo, hata kama utaenda kwa Potifa na kuwa mtumwa, neema ya Mungu uko nayo, hata kama utasalitiwa, neema ya Mungu uko nayo. Wakati una neema ya Mungu, ratos kapata, watakutupa jangwani, lakini utafanya bustani katika jangwa. Wewe, neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Rakobrataha, maandiko yanasema utapita katika maji mengi. Rekozataha, lipakapaha, remasopaha, utapita katika maji mengi. Rina moskapata, lakini maji hayatakugarikisha. Rina mosata, utapita katika shida, lakini unatoka mbele kwa sababu neema ya Bwana iko na wewe. Neema ya Mungu ikiwa kwenye maisha ya mtu, rina masata katata, matatizo si kitu. Hayo matatizo yanapita. Maandiko yanasema waziwazi, ratatatata, repoko tapata, rina marataka, inatoka katika Zaburi ya 23, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, wala sitaogopa mabaya. Arakopa, jambo kunifurahisha sana. Kumbe katika mabonde ya mauti wewe unapita ukai. Daudi anasema nijapopita, huwa ninapitaga kwenye mateso, huwa ninapita kwenye changamoto, naweza kupita kwenye fedheha, lakini maandiko yanasema waziwazi, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, wala sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako lanifariji. Rina masetopa, brotapa, ni kwamba unapita kwenye hiyo dhiki, unapita kwenye hiyo tatizo, unapita kwenye hiyo ugonjwa, kwa sababu una neema ndani yako. Acha nikwambie, watakufa wengine, wewe utakuwa hai. Acha nikwambie, watashinda wengine, lakini utashinda kwa sababu una neema ya Yesu Kristo. Sema amen, amen, amen. Wee! Jesus, una neema ndani yako. Saparata bati, iroboshi gabatia, mando boshi kabarada bahakubia, iparia mosika bahatia, leposa bahatika. Ninaifahamu hii neema. Radobia kati ya bahatikiti, lendo brato makabaya takadesa. Inaijua neema. Miaka fulani nilikuwa bado nahangaika sana. Wakati nahangaika, nimeanza kazi ya Mungu. Ndugu mmoja akaniweka mahala, akasema hebu kaa hii sehemu kidogo ukae. Wakati mambo ya kazi ya Mungu imekolea, watu wakawa wanafunguliwa sana. Yule mtu akataka niaibishe. Akasema okay, ngoja mtu nimtoe kwenye nyumba yangu nione atafanyaje. Wakati anafanya, kumbe Mungu naye ameandaa njia. Ripaso bahakata. Kuna namna utategwa mahala ili uweze kuaibishwa. Kuna namna mtu anakuandalia fedheha mbele, anakuwekea mtego. Ni mtu ambaye unamwamini sana, ni mtu ambaye unamsaidia, lakini anakuinuka kupiga vita. Wala usiogope vita. Daudi anasema hata vita vinatokea, hata vita vinapotokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimeitaka kwa Bwana, ratapa, leo nikaitafuta, nikae nyumbani kwa Bwana siku zote. Daudi anasema ninapita, nijapopita. Daudi anajua huwa shida zinapita, anajua changamoto zinapita, lakini kama una Yesu lazima utashinda. Nami natangaza leo katika Yesu Kristo, kama una Yesu lazima upite kwenye ile changamoto, lazima upite kwenye ile magonjwa, lazima upite kwenye ile dhiki, lazima upite kwenye ile mateso, kwa sababu una neema ndani yako. Ile neema inatengeneza afya, ile neema inaleta uzima, ile neema inashinda uchawi, ile neema inashinda aibu kwa jina la Yesu. Sema amen. Rabashata fataha, rimomo kaberia batikatus, ramoshata parada makatabai, iparuji ya bahakiatus, lendo brato manda makatabaya. Naona neema iko juu ya watu wake. Mungu akiachia neema kwenye mji, wakati fulani Yona akatuma na Mungu, akaambia watu wa Ninawi watakufa. Wamezidi maovu sana, watakufa. Biblia inasema watu wa Ninawi wakafunga na kuomba. Biblia inasema walipofunga na kuomba kumwomba Mungu, Mungu akaanisha yale mabaya. Mungu akawapa neema ya kuendelea kuishi. Mungu akawapa kustahili pasipo na kustahili. Wakati Mungu anakupa kustahili pasipo na kustahili, wengine wanasema mbona hafanani, mbona hapendezi. Cha msingi umepewa. Na Mungu akimpa mtu amempa mtu.
Unashangaa unatafuta kitu hakipatikani mpaka kwako. Unashangaa unatafuta amani haipatikani mpaka kwako. Unashangaa unatafuta msaada huko kwako kwa sababu Mungu amekupa neema. Acha nikwambie, wakati Mungu anakubariki, anakupa kitu ambacho watu hawezi kununua kwa fedha. Hata wenye fedha watahitaji kwako, hata wenye cheo watahitaji kwako, hata wenye baraka, wenye neema watahitaji kwako, kwa sababu una kitu cha aina tofauti. Na Mungu anataka kubariki, anakupa kitu ambacho fedha haiwezi kununua. Ninatamka leo kwa Yesu Kristo, Mungu akakupe neema, akakupe kipawa, akakupe kitu ambacho fedha haiwezi kununua. Wakati fulani jemadari mmoja wa majeshi ya Sham, anaitwa Naaman. Naaman alikuwa na ugonjwa unaitwa ukoma, lakini akawa hana uponyaji. Kaangaika kwa matabibu, imeshindikana. Ikabidi amtafute nabii mmoja anaitwa Elisha. Elisha amekaa mahali anaomba, akatoka kwenda kumtembelea, akatoka gombani amfuate nabii. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu fedha hainunui. Let me tell your friends, wokovu ununuliwi kwa fedha. Unahitaji Yesu. Fedha haiwezi kununua. Fedha haiwezi kununua anointing. Unahitaji mwenye anointing akushike ili upate ile anointing. Fedha haiwezi kununua. Kwenye maisha yako Mungu amekupa kitu, ndio maana unatembea kwa namna hiyo. Ndio maana kuna mawazo makubwa unayo, kwa sababu ndani yako kuna kitu Mungu amekupa. Kuna neema Mungu amekupatia, ili kupitia kile kitu ambacho Mungu amekupa ukawe jambo la kushangaza kwa mataifa, ukawe mfanya biashara mkubwa Afrika Mashariki, ukawe mtumishi mkubwa duniani. Lazima uinuke, ungangane na kila kitu. Licha ya changamoto, nyanyuka nacho. Licha ya fedha, nyanyuka nacho. Wewe pia vile biashara usiogope. Kama unamwaga dawa, wewe omba, mtegemee Mungu, utaona ushindi kwa jina la Yesu. Haleluya. Naomba sana pale riba kushabara na boss. Liparanda bashuka bada. Na tukamwabudu Mungu nikakuombe. Jesus is Lord. Marimbo bushaba kadabata. Lene blatu nane riba kashabanasas. Iparende mokozi ya mazelas. Naona neema ya Bwana juu yako. Neema ya Bwana juu ya maisha. Naona neema ya Bwana juu ya nchi ya Tanzania. Naona neema ya Bwana juu ya dunia. Asema Bwana wa majeshi, nitaachia amani juu ya nchi ya Tanzania. Amani ambayo hakuna mtu atakayezima amani hiyo. Nitaliamsha jambo kubwa kwa ajili ya neema na amani juu ya watu wangu. Rabuba hasakabaya kabuska baha. Lebron tamane lebrada baha. Niliachia sana majira ambayo remo prato makata bahatia baha. Mendo la brato bakai katelea duska baha. Lebebebebe sabakada baduka baha. Ama Tanzania fulia nchi yao. Niliachia neema juu ya Tanzania. Rimemo kabila hatia. Imama tabahata bakata. Kwa namna yangu ya ungu itamka neema. Kwa namna yangu ya ungu itaonekana ushindi. Kwa namna yangu ya ungu fedha haitasimama. Ninaachia namna juu ya nchi ya Tanzania. Ninaachia namna juu ya Afrika Mashariki. Ninaachia namna juu ya dunia. Rabo bahata bahakata. Lete brado bahakata. Amka uombe kwa ajili ya Tanzania. Amka uombe kwa ajili ya taifa. Amka uombe kwa ajili ya kanisa. Amka uombe kwa maana neema Bwana anaiachia. Ribu shabahatirias. Mendo shadabahatirias. Iparidibika shabaraba. Imendele brado bata. I feel the presence of the Holy Ghost. Na usikia uwepo wa Roho Mtakatifu. Imande busharia bada. Imanda barusha badaha. Ina manda laba hatamana mataraba basharamana. Satesi. Baba tunaomba rimatura baba baba, naomba neema yako. 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 Baba shata baba baba. Naomba
sekebalia tokaria besepelea la kana yandrabovalia potia kata meteamo shatabalia koriamo besebesheliano yakolia mota belia taya kata. Yesu neema yako Bwana, noma neema Bwana Yesu neema yako liamo shataya kolia motala besialia mokata ya kalia mota belia moshelia moka besialia moka. Bwana neema yako nguvu yako neema yako Bwana Yesu neema yako ya Tanzania neema yako ya Afrika neema yako na yachia neema yako na yachia ribotelebosh neema juu ya Tanzania neema juu ya Afrika Mashariki neema yako juu ya dunia Bwana ribatobaraba. Tunasimama kama watumishi wako kuomba neema yako Bwana, kuomba neema yako Bwana rababa sakabaraba sharababa.